Shukran sana Bakari Ubena kwa habari hizo. Na sasa msikilizaji, tuangazie ile tuliyokuandalia jioni hii. Rais Felix Tshisekedi amesema kuwa makubaliano ya amani na Rwanda yanalenga kufikisha mwisho ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Mbali na hayo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatazamia kongamano la ufadhili wa maendeleo litajenga upya hali ya kuaminiana kwenye siasa za kilimwengu. Na rais wa Iran ametetea uamuzi wa nchi yake kusitisha ushirikiano na shirika la IAEA. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, endelea kuwa nasi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa sasa ni kuombe radhi tu msikilizaji, hatuwezi kupatikana mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na mtandao wa Facebook, lakini mafundi wanaendelea kushughulikia swala hilo. Lakini kwa sasa msikilizaji, basi moja kwa moja tuanzie uchambuzi wa ripoti jioni hii. Mashariki ya Kati, mashambulizi ya Israeli yameutikisa kwa mara nyingine ukanda wa Gaza leo Jumatatu na kusababisha vifo vya makumi ya Palestina, ikiwemo waliokuwa kwenye mahangaiko ya kufikia misaada ya kiutu. Hayo yameripotiwa katika wakati Marekani inajaribu kusukuma mkataba mpya wa kusitisha vita hivyo Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa miezi 20. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Vyanzo kutoka ukanda wa Gaza vimearifu kwa watu 58 wameuawa tangu alfajiri leo kutokana na mashambulizi ya Israel katika maeneo hasa ya kaskazini mwa ardhi hiyo ya Palestina. Mashuhuda wameyataja mashambulizi ya leo ya vikosi vya Israel kuwa mazito na ya kutisha kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha wiki kadhaa. Wamesema milio ya makombora ilisikika kwa muda mrefu, huku milipuko ikishuhudiwa kwenye maeneo ya shule na makazi ya watu. Mkazi mmoja wa ukanda wa Gaza mwenye umri wa miaka 60 amesema makombora ya Israel yalisababisha mtikisiko mfano wa tetemeko la ardhi. Vifaru vya Israel vilisonga mbele vikifyatua makombora kwenye kitongoji cha Zaitun kilicho jirani na jiji la Gaza baada ya kuyashambulia maeneo kadhaa kaskazini mwa ukanda huu kwa kutumia ndege za kivita. Watu 10 wameuawa kwenye kitongoji hicho na wengine 13 kusini magharibi mwa jiji la Gaza. Takwimu hizo ni kulingana na matabibu wa ukanda wa Gaza ambao wamesema wengi waliopoteza maisha walipigwa risasi. Watu wengine 20 ikiwemo wanawake na watoto pamoja na mwandishi wa habari wameuawa katika shambulizi la Israel lililolenga mkahawa mmoja uliojirani na ufukwe wa bahari kaskazini mwa Gaza. Eneo jingine ambalo vikosi vya Israel vimekuwa vikifanya mashambulizi yanayosababisha vifo ni kwenye vituo vya kutoa misaada ya kiutu vinavyosimamiwa na wakfu wa kusambaza mahitaji unaoungwa mkono na Israel na Marekani. Wizara ya afya ya Gaza inayoongozwa na kundi la Hamas imesema watu 22 wameuawa tangu jana na wengine 20 wamejeruhiwa wakijaribu kupata chakula na mahitaji mengine muhimu. Mashuhuda wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa wanajeshi wa Israeli waliwafyatulia risasi watu kadhaa waliokuwa njiani kwenda kuchukua misaada. Matukio ya aina hiyo ambayo yamekuwa yakiripotiwa sana mnamo wiki za karibuni yamezusha ukosoaji wa kimataifa. Hii leo serikali ya Ujerumani imeelezea wasiwasi wake mkubwa kutokana na idadi kubwa ya vifo vya Wapalestina kwenye maeneo ya kutolewa misaada ya kibinadamu. Msemaji wa serikali kuu mjini Berlin, Stefan Cornelius, amesema taarifa za mauaji ya raia zinazotolewa kila siku zinatia mashaka. Amesema watu walio na uhitaji hawapaswi kuhatarisha maisha yao wanapotoka kwenda kupokea chakula na mahitaji mengine. Katika hatua nyingine, juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Gaza zimeshika kasi, hasa baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kutoa rai ya kufikiwa haraka mkataba wa kukomesha vita. Hii leo mshirika muhimu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, yuko mjini Washington kwa mazungumzo na utawala wa Trump kuhusu Iran na vita vya Gaza. Wapatanishi pia ambao ni Qatar na Misri inaarifiwa wameongeza kasi ya kufanya mawasiliano na pande hasimu ili kuzikutanisha kwa mara nyingine. Kundi la Hamas linapinga masharti ya Israel ya kulitaka kuweka chini silaha na linataka mkataba wowote ujao uhusishe usitishaji kamili wa vita na Israel iondoe vikosi vyake kwenye ukanda wa Gaza. Utawala mjini Tel Aviv lakini umekuwa ukiyapinga matakwa hayo. Wenyewe unataka usitishaji vita kwa muda na kuachiwa huru mateka wake, ukilenga kuendeleza vita hadi kukamilisha kile wanachosema kulitokomeza kundi la Hamas.
Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, baada ya vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel, hali ya sintofahamu imezidi kutanda katika uhusiano kati ya Iran, Marekani na jumuiya ya kimataifa. Iran sasa imekataa kuwaruhusu wakaguzi wa shirika la kimataifa la atomiki IAEA kuingia nchini humo, ikimtuhumu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi kwa kauli na mienendo hatarishi. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea na Tehran licha ya madai ya Iran kwamba Marekani ilikuwa inaonyesha nia ya kuendelea na mazungumzo kupitia wapatanishi. Katika muktadha huu nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mahusiano ya kimataifa Profesa David Monda ili kupata mtazamo wa kina. Kwanza nimemuuliza uamuzi wa Iran kuzuia wakaguzi wa IAEA unaashiria nini kuhusu msimamo wake wa sasa katika diplomasia ya nyuklia. Nadhani Iran imebanwa sana, haioni haja ya kuenda kwa mwenendo huu wa kidiplomasia kwa sababu imeshambuliwa kwa njia ya kijeshi, na pia ile uzalendo wa Iran na viongozi wao hawataki kuonekana ya kwamba wanadhulumiwa na haya madola kutoka nje. Kwa hivyo nafikiria diplomasia kwa wakati huu wameifutilia mbali. Profesa Monda, madai ya Iran kwamba Grossi alichangia mashambulizi ya kijeshi yanajengeka vipi na yana athari gani labda kwa uhusiano na mashirika ya kimataifa? Yana athari kubwa kwa sababu Iran inashuku ya kwamba pengine mashirika haya ya kimataifa ndiyo yanayosaidia Marekani na Israeli kwa mfano na habari za kijasusi, ya kwamba pale ambapo kuna hizi zana za kijeshi za Iran penye wanarutubisha madini ili kuweza kutengeneza hizi zana za kinuklia. Kwa hivyo wanaona ya kwamba mashirika haya ya kimataifa hayafanyi kazi kwa uwazi na bila kuegemea upande wowote. Madola mengine, tuseme Korea Kusini Korea Kaskazini kwa mfano, na madola mengine ambayo yanakinzana na Marekani, yakiangazia yaone vile IAEA inaifanyia Iran, hawatataka tena kushirikiana na mashirika haya ya kimataifa. Na tusahau ya kwamba IAEA iko chini ya Umoja wa Mataifa na ushirikiano wa kimataifa. Kwa hivyo pale kutakapokuwa na kusambaratika kwa miundombinu hii na mashirika haya ya kimataifa kama IAEA kujaribu kutatua mizozo kati ya mataifa, hakutakuwa na njia nyingine pasi na mataifa haya tena kulumbana kwa kutumia vita kama mwelekeo mbadala wa diplomasia. Kwa hivyo ni jambo au ni donda ndugu kwa pande zote zilizohusika. Profesa Monda, kwa mtazamo wako, hali hii ya kutoaminiana kati ya Iran na jumuiya ya kimataifa inaweza kuzibwa vipi, au tupo katika mwelekeo wa mzozo wa muda mrefu? Nadhani tuko kwa hali ya kukinzana na mzozo wa muda mrefu. Na nasema hivyo kwa sababu imani ya Iran kwa miundombinu ya kidiplomasia na mashirika haya ya kimataifa imepigwa kalamu, kwa sababu Iran ilifikiria kwamba inazungumza na Marekani, lakini tena ikapigwa kichapo. Pia tusahau ya kwamba wale washirika wasaidizi, tuseme Urusi hivi na Uchina, yana ile kura ya turufu, watakuwa wakitumia njia za kidiplomasia kwenye Umoja wa Mataifa kudhoofisha njia zozote za kujaribu kuibana Iran. Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mahusiano ya kimataifa. DW tunavuma kwa kishindo. Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Tukisonga mbele na uchambuzi, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anatazamia kongamano la 4 la kimataifa juu ya ufadhili wa maendeleo FFD4 lililoanzishwa leo nchini Uhispania litaweza kuijenga upya hali ya kuaminiana kwenye siasa za kilimwengu na litamalizika likiwa na ahadi madhubuti na
kuongezeka ili kuwavua mamilioni ya watu ulimwenguni kutoka kwenye dimbwi la ufukara. Mohamed Khalef anayo maelezo zaidi. Kwenye mkutano na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kufunguliwa kongamano hilo mjini Seville, Guterres alisema kwamba waraka ulioidhinishwa na mataifa 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa jina la ahadi ya kiraia katikati ya mwezi huu kwenye matayarisho ya kongamano hili utapitishwa pia na washiriki na kuthibitisha jinsi nchi zilivyojitolea kuhakikisha kuwa injini ya maendeleo inafanya kazi tena. Wakati tunapokutana hapa, dunia iko nyuma sana kwenye utekelezaji wa ahadi zake za kuyapeleka mbele malengo ya maendeleo endelevu. Kuyafikia malengo hayo kunahitaji uwekezaji wa zaidi ya dola trilioni 4 za Kimarekani kwa mwaka. Wakati huo ukuaji wa uchumi duniani unashuka, vikwazo vya kibiashara vinaongezeka na misaada kwa bajeti inaporomoka. Mwenyeji wa kongamano hilo, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kongamano la Seville lina maana kubwa, kwani bila kuwepo ufadhili hapawezi kuwepo na sera za maendeleo. Sanchez aliongeza, na hapa namnukuu, kwa sababu bila ufadhili hakuwezi kuwa sera za maendeleo, na bila sera za maendeleo hakutakuwa na dunia yenye usawa. Kinyume chake kutakuwa na majanga, ukosefu zaidi wa usawa, migogoro zaidi, uhamiaji zaidi wa ovyo ovyo na uharibifu mkubwa wa mazingira. Mwisho wa kumnukuu. Kongamano hili la ufadhili wa maendeleo linaandaliwa kwa ushirikiano baina ya Umoja wa Mataifa na Hispania, linakutanisha pamoja washiriki zaidi ya 4,000 kutoka kote ulimwenguni, wakiwemo viongozi wakuu kutoka nchi zaidi ya 70, wafanyabiashara, wawekezaji, asasi za kiraia na mashirika ya misaada. Hata hivyo, mmojawapo wa wafadhili wakubwa wa kongamano hilo, Marekani, ilikataa kuidhinisha hati ya matayarisho ya kongamano lenyewe na badala yake ikajitoa kabisa kwenye mkutano huo, jambo linaloashiria kuporomoka ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na njaa, maradhi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Uamuzi wa Rais Trump wa Marekani kulifungia shirika lake la misaada USAID unatajwa kuathiri pakubwa ufikiwaji wa malengo ya kongamano hilo. Si Marekani pekee, hata hivyo, ambayo imeleta athari mbaya ya kongamano hilo, bali pia Ujerumani, Uingereza na Ufaransa nazo zimeendelea na kampeni ya kukata kiwango kikubwa cha misaada yao, wakati huo zikielekeza fedha zao kwenye maeneo mengine kama vile bajeti za ulinzi. Zaidi ya watu milioni 800 ulimwenguni wanaishi kwa chini ya dola 3 za Kimarekani kwa siku, kwa mujibu wa Benki ya Dunia, huku ufukara wa kutupwa ukiliathiri eneo kubwa, hasa mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Asante sana.